Baada ya JWTZ kumgeuka Rais wa Tanzania Samia Suluhu, leo hii amefanya kikao cha dharura ili kuregesha imani yao. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse na kumbuka kusubscribe. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amekutana kufanya mazungumzo ya kina na viongozi wa Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa ama ukipenda JWTZ katika ikulu ndogo ya Tunguu Zanzibar leo. Ni baada ya kusemekana kuwa kikosi hicho cha JWTZ kilikuwa kimeanza kujitenga na uongozi wake Samia Suluhu, jambo lilomfanya yeye kupanic vilivyo. Kikao hicho kililenga kuchunguza na kutathmini hali ya ulinzi na usalama wa taifa, kuongeza ufanisi wa vyombo vya ulinzi na kujadiliana mikakati ya kimkakati kwa mustakabali wa taifa. Mazungumzo hayo yamewekeza msitizo maalum katika kuimarisha amani, utulivu na ushirikiano wa kijeshi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Katika kikao hicho, viongozi wa juu wa Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa ikiongozwa na Waziri wa Ulinzi Mheshimiwa Daktari Raimo Simeon Nyansao walimweleza Rais Samia mafanikio waliyoyapata ama yaliyopatikana hivi karibuni katika kuboresha miundombinu ya kijeshi, mafunzo ya askari na utekelezaji wa mikakati ya kisiasa ya ulinzi dhidi ya changamoto za usalama. Walionyesha pia jitihada za kuboresha ustawi wa askari, huduma za afya, makazi bora na maslahi yao kwa ujumla ili kuongeza moral na vilevile uaminifu na uwezo wa utendaji kazi. Rais Samia alimpongeza Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ na Jeshi la Kujengea Taifa ama Kujenga Taifa kwa mchango wao mkubwa katika kulinda mipaka ya nchi, kushiriki katika shughuli za maendeleo na kusaidia jamii wakati wa majanga na dharura. Alisisitiza kuwa amani ya Tanzania imetokana na mshikamano wa wananchi na kazi ya vyombo vya ulinzi na usalama. Tanzania kama taifa lenye historia ndefu ya amani na utulivu imekuwa ikiweka mkazo mkubwa kwenye sekta ya ulinzi na usalama kama kipaumbele cha kitaifa, na ikumbukwe kwamba nchi hii imekuwa kisima cha utulivu barani Afrika licha ya mzozo wa kisiasa na kiusalama katika maeneo jirani. Kwa mfano, juhudi za Tanzania chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu zimeshajihusisha na kuongoza kikao cha dharura cha SADC juu ya usalama wa Uganda na Msumbiji, ikihimiza ushirikiano wa kikanda kwa kususia machafuko yanayoendelea. Sekta ya ulinzi pia ina jukumu la kusimamia diplomasia ya usalama wakishirikiana na mataifa mengine kushughulikia vitisho kama ugaidi, uharibifu wa mazingira na uhamaji wa raia wa kimataifa. Ushirikiano huu ni sehemu ya sera pana ya Tanzania ya kuhakikisha usalama wa ndani na amani ya kimataifa, ikijumuisha mikakati ya pamoja ya mafunzo na mazoezi ya kijeshi. Viongozi wa Wizara ya Ulinzi na JKWTZ walieleza hatua zilizofikiwa katika kuboresha miundombinu ya kijeshi pamoja na mafunzo ya walinzi wa taifa. Kwa mujibu wa taarifa za wizara, mafunzo haya ni sehemu ya mkakati wa kuhakikisha wanajeshi wanakuwa na ujuzi wa kisiasa na uwezo wa kukabiliana na vitisho mbalimbali vya ndani ya kimataifa. Aidha, sera hii inaangazia ustawi wa askari kupitia huduma bora za afya na makazi ya kutosha. Rais Samia alitoa pongezi kwa vyombo vya ulinzi kwa kazi yao ya kulinda mipaka ya nchi dhidi ya vitisho vya uhalifu wa mipakani, uhamaji wa watu bila taratibu na uingizaji wa bidhaa haramu. Hii ni sehemu ya utekelezaji wa sera ya kiusalama ya taifa ambayo inalenga kuhakikisha raia wanaishi kwa amani na usalama. Kikao pia kilijadili nafasi ya kijeshi ama Jeshi la Kujenga Taifa JKT katika kukuza nidhamu, uzalendo na ujuzi miongoni mwa vijana wa Tanzania. JKT imekuwa ikitoa mafunzo ya kijeshi na malezi kwa vijana, ikiwa ni sehemu ya mpango wa taifa wa kuendeleza rasilimali watu itakayochangia katika maendeleo ya taifa na usalama wa nchi. Mazungumzo yaligusia pia umuhimu wa ushirikiano wa kikanda na kimataifa katika masuala ya ulinzi.
Rais Samia alibainisha dhamira ya Tanzania kushiriki kikamilifu katika shughuli za usalama za pamoja zinazohusiana na mataifa jirani na jumuiya kubwa ya kimataifa. Ushirikiano huu unalenga kulinda maslahi ya taifa na kudumisha mahusiano mazuri na taifa ama na mataifa mengine. Historia ya usalama na ulinzi wa Tanzania inaunganishwa na misingi ya sera ya taifa iliyojengwa tangu uhuru wa nchi mwaka 1961, na serikali za awali ziliona umuhimu wa vyombo vya ulinzi kuwa imara, visivyoegemea upande wowote wa kisiasa na visivyolinda demokrasia na utulivu. Kwa mfano, Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa ina jukumu la kutekeleza sera za ulinzi ikizingatia mafanikio ya kihistoria ya taifa katika kusimamia amani ya ndani na kutoa huduma za kijeshi kwa wananchi. Kikao cha leo ni mwendelezo wa mkakati ulioanzishwa chini ya uongozi wa Rais Samia, ambaye tangu kuchukua hatamu ameweka misukumo ya kukabiliana na vitisho vya usalama kwa njia ya kitaifa na kimataifa. Pamoja na kusisitiza vyombo vya ulinzi kuwa vya kitaalamu na apolitiki na vinavyotekeleza majukumu yao kwa uadilifu, huduma bora kwa askari na usalama wa kijamii ni sehemu muhimu ya dira hii. Ingawa ulinzi wa taifa unaendelea kuimarika, changamoto kama ushawishi wa siasa ndani ya vyombo vya ulinzi na madai ya kushinikiza sera bila uwazi vinaweza kuathiri nguvu na taasisi hizi. Kwa mfano, ripoti mbalimbali za vyombo vya habari na wachambuzi wa masuala ya usalama zinaonyesha umuhimu wa kulinda taasisi za kijeshi dhidi ya siasa ili kudumisha ushahidi wa kitaalamu na uwajibikaji. Kikao cha Rais Samia na viongozi wa Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kinatokana na mtazamo mpana wa serikali wa kuhakikisha ulinzi na usalama wa taifa vinabaki kuwa nguzo ya maendeleo. Ulinzi wa taifa si tu swala la kujilinda dhidi ya vitisho vya kijeshi, bali pia sehemu ya kuhakikisha ustawi wa kijamii, uwekezaji endelevu na amani ya muda mrefu kwa wananchi wote. Mazungumzo haya yanaongeza imani kwamba Tanzania inaendelea kujenga taasisi imara zinazoweza kukabiliana na changamoto za kisiasa na usalama, hasa vilevile kuwa na imani kwake kiongozi ambao wengi wanasema ni batili. Kwa mkazo huu, Tanzania inaonyesha dhamira ya kusimamia amani ya ndani na kushirikiana kikamilifu na jumuiya za kimataifa kulinda maslahi yake na kudumisha mvuto wa uwekezaji na ustawi wa wananchi. Mazungumzo ya leo yanatuonyesha wazi kuwa sekta ya ulinzi ndiyo msingi wa mustakabali salama na wa haki kwa taifa. Ndio hayo tuliokuandalia siku hii ya leo kutoka hapa TanzaPulse, ambapo unapokea taarifa hizi kwa kina. Zidi kutupa support yako kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu ili tuweze kusonga mbele kwa pamoja.